Tai Media. Ulipo tupo, twende pamoja. Ni huzuni, ni majonzi, ni kilio kila pande za dunia hii, hasa zaidi kwa waamini wa kanisa Katoliki. Na hii ni baada ya Baba Mtakatifu Francisco kufariki dunia asubuhi ya leo, Jumatatu ya Pasaka ya Aprili 21, 2025, akiwa na umri wa miaka 88. Kiongozi huyo wa kanisa Katoliki duniani, Papa Francis, alifariki dunia katika makazi yake yaliyopo Casa Sant'Anna, Malta nchini Vatican. Akitoa taarifa ya kifo chake, Kardinali Farrell alitangaza kwa masikitiko kifo cha Baba Mtakatifu Francisco. Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Ndugu wapendwa, kwa huzuni kubwa sina budi kutangaza kifo cha Baba Mtakatifu Francisco. Saa 1:35 asubuhi ya leo, Askofu wa Roma Francis amerudi nyumbani kwa Baba. Maisha yake yote yaliwekwa wakfu kwa huduma ya Bwana na kanisa lake. Alitufundisha kuishi maadili ya Injili kwa uaminifu, ujasiri na upendo wa ulimwengu kwa wote, hasa kwa ajili ya maskini zaidi na waliotengwa zaidi. Kwa shukrani nyingi sana kwa ajili ya kielelezo chake kama mfuasi wa kweli wa Bwana wetu Yesu Kristo, tunaipongeza roho ya Papa Francisco kwa upendo wa huruma usio na kikomo wa Mungu mmoja na wa utatu. Katika miezi 5 ya maisha yake, hali ya Baba Mtakatifu Papa Francis ilimfanya kutumikia wiki kadhaa hospitalini. Mnamo Februari 14, mzee huyo wa miaka 88 alipelekwa katika hospitali ya Gemelli huko Roma kutibiwa homa ya mapafu. Alikuwa na shida ya kupumua kwa siku kadhaa. Aliruhusiwa kutoka hospitalini Machi 23 mwaka huu. Papa alishambuliwa haswa na homa ya mapafu, ambayo ni maambukizi ambayo yanaweza kusababishwa na bakteria, virusi au fangasi, pamoja na kuondolewa kwa sehemu ya mapafu akiwa kijana. Baba Mtakatifu Francisco alizaliwa Disemba 17 mwaka 1936 mjini Buenos Aires. Yeye ni mtoto wa mzee Mario na mama Regina Sivori, waliobahatika kupata watoto 5. Katika ujana wake alisoma na kufuzu kuwa mtaalamu wa kemia. Baadaye akaacha kazi hii na kujiunga na seminari huko Villa Devoto. Machi 17, 1958 alijiunga na malezi ya kinovisi katika shirika la Majesuiti. Akaendelea pia na masomo ya elimu ya dunia nchini Chile. Disemba 13, 1969 akapewa daraja takatifu la upadri. Kati ya mwaka 1970 hadi mwaka 1971 alikamilisha hatua ya 3 ya majiundo yake kama mjesuiti huko Hispania, na Aprili 22, 1973 akaweka nadhiri za daima. Kati ya mwaka 1972 hadi mwaka 1973 alikuwa ni mlezi wa wanovisi, jalimu, mshauri na gombera wa chuo cha Massimo, ambapo Julai 31, 1973 akateuliwa kuwa mkuu wa jimbo la Argentina kwa upande wa shirika, utume ambao aliutekeleza kwa muda wa miaka 6. Mwaka 1980 hadi mwaka 1986 alikuwa ni gombera wa chuo cha Massimo na paroko wa parokia ya Patriarch San Jose, jimboni San Miguel. Mei 20, 1992 Papa Yohane Paulo wa pili akamteua kuwa askofu msaidizi wa jimbo kuu la Buenos Aires. Akawekwa wakfu kuwa askofu Juni 27 mwaka 1992 na Juni 3 mwaka 1997
akateuliwa kuwa askofu mwandamizi wa jimbo kuu la Buenos, na Februari 28 akasimikwa kuwa askofu mkuu wa jimbo kuu la Buenos Aires kufuatia kifo cha Kardinali Antonio Gurasimo. Februari 21 mwaka 2001 akateuliwa kuwa kardinali, na Machi 13, 2013 alichaguliwa kuwa Baba Mtakatifu, na alichagua jina la Papa Francisco ili kufuata nyayo za Mtakatifu Francisco wa Asisi katika huduma ya amani, maskini na mazingira. Baba Mtakatifu Francisco alilazwa katika hospitali ya Gemelli iliyopo Roma. Itakumbuka kwamba Baba Mtakatifu Francisco alikuwa anasumbuliwa na magonjwa mbalimbali, ambapo afya yake ilikuwa ikibadilika mara kwa mara tangu Ijumaa ya Februari 14, 2025 hadi alipotoka Machi 23, 2025. Ulipo tupo, twende pamoja.